Injili ya Amani sura ya 9 na Daktari James B. Richards. Imani kwa kuwekwa ama kwa kufanywa wenye haki. Paulo kama mtume kwa mataifa alipewa busara maalum kuhusu kitambulisho chetu katika Yesu. Kwa nini? Alihusika na watu wasiokuwa na maarifa kuhusu sheria, na Mungu hakutaka wawe chini ya sheria. Hakutaka wachanganye sheria na neema. Kwa hivyo Mungu aliwatumia mtu aliyeishi chini ya sheria katika kila hali, lakini ilimhitaji Yesu katika kila hali. Paulo zaidi ya watu wengine alijua ubatili wa matendo kama msingi wa kuwa na haki. Kwa kurudia alinena kuhusu kitambulisho chetu katika Kristo, yaani sisi ni nani katika Kristo. Yote tulionayo na yote tunayohitaji kuwa ni matokeo ya kazi aliyoikamilisha Yesu Kristo. Kumbuka, alitumwa kwa watu wasiokuwa na tumaini katika sheria. Wayahudi walipowafikia na kutaka kuchanganya sheria na imani, aliwaambia na kuwadhibitishia ya kwamba Kristo ndani yetu ndiye tumaini la utukufu. Yaani Wakolosai sura ya 1 mstari wa 27. Hatuhitaji kutumaini sheria. Haitupasi kutumaini katika matendo yetu mema. Ni lazima kuwa na hakikisho thabiti katika Kristo Yesu. Yeye pekee ndiye tumaini letu la utukufu. Paulo alijua siri ya uwezo wa Mungu uliokuwa katika imani iletayo haki. Ujumbe unawachanganya wengi wenye mawazo ya kimwili. Imani iletayo haki ni ujumbe unaoeleweka tu kwa ufunuo. Nao pia ni ujumbe wenye umuhimu sana kwa kila muumini. Bila ya ujasiri wa kuwa na msimamo sahihi mbele zake Mungu, hawezekani kuwepo na hakikisho la ahadi zake. Ni kwa ahadi zake kuu na dhamani tuokoka na upotovu ulioko duniani kwa sababu ya tamaa mbaya. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 4. Paulo alipofahamu kwamba haki itafutwayo kwa matendo haiwezi kuleta uhuru mbali ni utumwa, matokeo ya hakika ilikuwa ni utumwa. Alifahamu ya kwamba ni haki itokayo katika imani pekee ndiyo njia pekee ya kumjua Yesu. Hiyo ndiyo jinsi ya pekee ya kushiriki katika yote aliyokamilisha kwa mateso aliyopata. Na ndipo pia njia pekee ya kujua uwezo wa ufufuo wake. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 10. Watu wasioingia katika haki itokanayo na imani haiwezekani kupata uhuru kutokana na mwili na dhambi mbalimbali zifuatazo kazi katika mwili. Paulo alidhibitisha matendo yake yote, sifa zake na kila alichokamilisha binafsi ili asionekane mbele zake akiwa na haki yake mwenye apatikanayo kwa sheria, bali ipatikanayo kwa imani katika Kristo. Haki ile itokayo kwa Mungu kwa njia ya imani. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 9. Haki itokanayo na imani umweka Yesu katika kitovu cha nafasi zetu. Yote tulionayo
na yote tuwezayo kuyatenda katika Mungu. Hii ni ufahamu wa ubatili wa kujaribu kutafuta haki yetu kibinafsi na kutegemea haki yote Yesu aidhihirishe katika kila eneo la maisha yetu. Haki ipatikanayo kwa imani ndiyo moyo wa ujumbe wa msalaba. Kwa sababu katika msalaba kulikuwepo na ubadilishanaji. Katika ubadilishanaji huo, Mungu alimfanya yeye aliyekuwa na dhambi. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Ni ujumbe huu wa msalaba ndio unatuweka huru kutokana na dhambi na na kutukomboa kutokana na kazi za mwili. Kama hatuwezi kuamini katika haki kwa ubadilishanaji, basi hakuna kinachostahili isipokuwa haki kwa matendo. Kwa matendo ya sheria au mwili. Hakuna mwanadamu awezaye kuhesabiwa haki. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 19. Haki itegemeayo sheria ni maisha ya ushikiliaji mno wa sheria na kuiacha nje neema ya Mungu ambayo hufanya kazi ndani mwetu kutukomboa kutoka kwenye dhambi. Haki itokanayo na matendo humfanya mwanadamu na atendacho kuwa katikati mwa yote aliyo na afanyayo. Msomi wa kitabu cha Warumi katika maoni yake anena kuhusu eneo hilo la sheria na eneo la matendo. Biblia mara kwa mara yanena kuhusu sheria na matendo. Kunena kuhusu sheria haina maana agano la kale tu au mipaka haikomei kwenye agano la kale. Hii yawezekana kuwa ni eneo la lote la sheria. Chochote tufanyacho ili tupate lolote kutoka kwa Mungu. Chochote tufanyacho bila imani na lolote tufanyalo ila tufanyike haki katika eneo hilo la sheria, matendo na mwili, nayo ni dhambi pia. Warumi sura ya 14 mstari wa 23. Ni dhambi kwa kuwa yakana kazi ya msalaba. Neno hilo mwili ni sawa na neno hili sheria. Biblia inenapo kuhusu mwili haineni habari za huu mwili tunao, bali yanena kuhusu hali hiyo ya sisi kujaribu kufanyika haki kwa uwezo wetu. Ni maisha yenye mwelekeo wa utendaji. Watu wanaojaribu kuwa na uhusiano na Mungu kwa msingi wa matendo ya sheria wako katika mwili. Ni muhimu kwamba tukombolewe kutoka kwenye sheria kusudi tukombolewe kutoka kwenye mwili. Warumi sura ya 7 mstari wa 5 yasema hivi: kwa maana tulipokuwa tunatawaliwa na asili ya dhambi, tamaa za mwili na tamaa za dhambi zilizochochewa na sheria zilikuwa zikitenda kazi katika miili yetu. Hivyo tulizaa matunda ya mauti. Sheria au matendo huchochea asili ya dhambi katika miili yetu hadi tuwe uhuru kutokana na matendo. Hatuwezi kushinda dhambi. Katika ubadilishanaji, tuliifia sheria kwa njia ya mwili wa Kristo. Warumi sura ya 7 mstari wa 4. Kumbuka hili, Kristo alipokufa nasi pia tulikufa. Sasa kwa kuwa tuhuru kutokana na sheria, twaweza njia mpya ya roho kutumikia Mungu.
si katika njia ya zamani ya sheria jinsi ilivyoandikwa. Kwa maneno mengi na maneno mengine hatujibidhishi kiasi cha tuwezacho kwa tarajio la kubadilika kwenye Mungu. Tuamini tu wenye haki kwa ajili ya Yesu na kutuamini Roho wa Mungu kutubadilisha na kutuwezesha kuishi maisha ya haki. Kuwa katika Roho si wakati tunapokuwa kama watu wenye akili zinazozubaishwa katika hali isiyoeleweka, bali ni hapo tunapomtegemea Roho Mtakatifu kutuwezesha kutenda haki, na kwa njia hiyo atuweka huru kutoka katika hali za kimwili. Tunapojaribu kumtumikia Mungu katika njia ya zamani ya sheria iliyoandikwa, iwe ni kutoka kwenye Agano la Kale au Agano Jipya, na kuibadilisha kuwa sheria, dhambi itahusishwa. Wakati fulani nilikuwa hapo pasipo sheria, lakini amri ilipokuja, dhambi ikawa hai nami nikafa. Dhambi hurejelea katika moyo usiokuwa na nafasi ya imani iletayo haki. Dhambi unawiri hapo mwanadamu ujaribupo kuishi au kutenda matendo kutokana na uwezo wake mwenyewe. Hata kama twaweza kushinda tatizo fulani kwa nguvu zetu za nia, hapo huwa na haki ya kibinafsi. Kwa njia moja au nyingine, dhambi huhusishwa. Warumi sura ya 6 mstari wa 14 yasema kwamba sababu ya kuwa huru kutokana katika dhambi ni kwamba tusiendelee tena kuishi chini ya sheria, bali chini ya neema. Neema ni uwezo wa Mungu ikitenda kazi maishani mwetu. Matendo na sheria hubatili neema ya Mungu. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 21. Neno kubatili lina maana ya kutenga kando au kufanya kuwa bure isiyokuwa na maana, kushusha hadhi na kutangua ama na kutenga. Tunapogeukia neno la matendo, nguvu za Mungu za kutuweka huru kutoka katika dhambi hubatilishwa. Kwa hivyo dhambi inaendelea kumiliki juu ya mwanadamu asiye katika eneo hilo la matendo. Watu wengi wamejadili kuhusu linenwalo hasa katika Warumi sura ya 7. Je, ni Paulo kabla ya kuokoka au baada ya kuokoka? Binafsi naamini ya kwamba haya ni maelezo yahusiayo shida ya mtu awaye yote aachaye imani na neema na kuingia au kugeukia eneo la matendo. Kwa jinsi hiyo, Paulo aliponea kuhusu kuanguka kutoka kwenye neema katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 4, hakuwa akijadili iwapo mtu huo ataenda mbinguni. Alikuwa akijadili kuhusu kuondoka katika eneo la neema, uwezo wa Mungu, na kurudi katika uwezo wetu sisi wenyewe. Haleluya. Kwa mtu aliye mtumwa wa matendo, Kristo hamfai lolote. Ni lazima upokee na kukabili haki yetu katika Yesu. Hii ni kinyume kabisa na kile kipengele cha mwanadamu katika asili yake.
Sote utazama upungufu wetu na kushindwa kwetu na husema, je, nawezaje kujiita kuwa mwenye haki? Nina kila aina ya shida na dhambi, ila hatuwezi kuwa uhuru kutoka katika dhambi hizo hadi pale tutakapopokea haki yake. Haleluya. Kupokea haki huanza kwa imani. Ikiwa Yesu alikamilisha kazi iliyomleta na alikamilisha, basi wewe uwe mwenye haki katika Kristo. Iwapo waamini hili, basi utachukua kuishi aina yoyote ya maisha. Iwapo waamini, basi utaungama na kumshukuru Mungu kwa ajili hiyo na kuishi katika hatua na Roho wake Kristo. Uwezo wa haki huhusishwa katika mtu aaminie kuwa yu mwenye haki katika Kristo. Uwezo wa haki huhusishwa katika mtu aaminie kuwa yu mwenyewe haki katika Kristo. Mtu kama yule na adhiri ya haki. Kwa upande mwingine, mtu atendaye kulingana na sheria anayo dhamiri ya dhambi. Vivyo aliye na ufahamu kuhusu dhambi huanguka katika dhambi zaidi, na huyo naye ufahamu wa haki hukua ni katika maisha ya haki. Baada ya kuelezea ubadilishanaji, Warumi sura ya 5 mstari wa 12 yatupa ufano huu. Dhambi iliingia ulimwenguni kwa mtu mmoja. Watu wachache sana watatizwa na hili. Sote twafahamu ya kwamba tu wenye dhambi kwa sababu ya Adamu. Katika Adamu sote tulifanyika wenye dhambi. Tulizaliwa na asili ya dhambi. Sasa kabla ya kuokoka, nina uhakika ya kwamba ulitenda matendo mema mara moja, ila matendo hayo hayangekufanya kuwa mwenye haki. Ulikuwa ungali mwenye dhambi. Ilikuwa ni asili yako kutenda dhambi. Licha ya juhudi zote zako, ulirudia kutenda dhambi. Dhambi ilikuwa asili yako. Kumbuka hili, kwamba kutenda mema mara moja haikukuwezesha uwe na asili ya haki. Kwa sababu ya dhambi ya Adamu, hukumu ya mauti iliwajia wanadamu wote. Jinsi ufahamuvyo, hakuna ulilolifanya ili upate uwezo wa kufa. Ulizaliwa na huo uwezo. Katika kila hali, vile vile, katika Yesu, kwa uhai wake, tumepokea karama ya haki. Warumi sura ya 5 mstari wa 7. Kuzaliwa kawaida hakukutuhakikishia asili ya dhambi, lakini kuzaliwa kwa Roho yatuhakikishia asili ya haki. Kwa karama ya haki, kama vile dhambi ilileta hukumu ya mauti juu ya kila mwanadamu, haki huwaletea wanadamu uhai wa Mungu. Yes, waweza kukumbuka kwenye sura ya 8. Neno la uhai katika lugha ya Kiyunani ni zoe. Kulingana na sayansi na maana ya maneno ya Kiyunani cha Agano Jipya, zoe ni ubora wa uhai wa yule autoaye, kwa sababu tuna haki yake Yesu. Twaweza kushiriki katika uhai wa Mungu. Uhai huu watuhakikishia kuwepo kwa kila kitu alicho nacho Mungu na alicho nacho
mwanaye Yesu Kristo, na muhimu zaidi ni matokeo ya haki yake Kristo. Warumi sura ya 5 mstari wa 10 yasema kwa njia hii kwamba kuwa kama tulipokuwa adui wa Mungu tulipatanishwa naye kwa njia ya kifo cha mwanaye, si zaidi sana tukiishi kupatanishwa tutaokolewa kwa uzima wake. Neno hilo kuokolewa lina maana zaidi ya kuzaliwa mara ya pili. Lina maana ya kuponywa, ukombozi, ulinzi, kufanyikiwa, umakilifu, kukuwa mkamilifu na kuwa mzima na kadhalika. Sababu ya kuwa na wokovu ulio kamili ni kwa kuwa tumepokea uhai wake. Tupokea haki yake kwa sababu ya ubadilishanaji. Kufuatana na hayo yote, haya ni yetu kwa imani. Wewe ni mwenye haki kwa kuwa umezaliwa na Mungu. Kuwa wewe ni mwenye haki haina maana ya kwamba utatenda dhambi. Ina maana ya kwamba una asili ya haki. Sasa ni asili yako kuishi maisha ya haki, japo waweza kuanguka, wewe si mwenye dhambi. Mtunga Zaburi aliandika na kusema hivi: kama Bwana angependezwa na njia ya mtu, haimarisha hata zake, ijapojikwaa hata anguka, kwa maana Bwana umtengeneza kwa mkono wake. Zaburi 37 mstari wa 24. Methali nayo yasema hivi: kwa kuwa japo mtu mwenye haki huanguka mara 7, huinuka tena, lakini mwovu huangushwa chini kwa maafa. Methali 24 mstari wa 16. Ulipokuwa na asili ya dhambi, ulitenda matendo mema mara moja. Katika kila hali, matendo mema hayangeliweza kubadilisha asili yako ya dhambi iwe haki. Vivyo sasa una asili ya haki katika hali ya kutenda haki. Matendo yetu hayakutuletea hali yetu kama ilivyo. Vivyo hivyo tumezaliwa katika haki. Matendo yetu yatuletea hali hii. Hii si ruhusa ya kutenda dhambi. Kinyume na hayo ni kwamba moyo wa mwenye haki huchukua dhambi. Moyo wa mwenye haki wataka kupendeza Mungu. Roho ya mwenye haki hupenda haki, na moyo huo umefanya haki kwa imani pekee. Warumi sura ya 5 mstari wa 1 na Warumi sura ya 10 mstari wa 10. Kuna hofu ndani mwetu kwamba kuamini huku kwaweza kuwafanya watu kutenda kama watakavyo, na kwamba wengine waweza kutumia kama leseni ya kutenda dhambi. Lakini Paulo, Petro, Yohana waliona na kushughulikia hofu hii. Makundi yaliyokuwepo katika kanisa la awali walijaribu kutumia uhuru wao vibaya. Mitume hata hivyo walishughulikia suala hili bila kutupilia kweli hili mbali. Kutupilia mbali haki ijayo kwa imani ni kutupilia mbali matendo ya Yesu. Bila kujali uwazi na uaminifu. Kuacha imani iletayo haki ni kutupilia mbali ukweli.
Injili ya Amani sura ya 10 na Daktari James B. Richards. Tunaongea kuhusu imani hadi imani. Imani hadi imani. Udhaifu tuonao katika Ukristo sasa hivi mizizi yake ikatika msingi wa mfumo wa imani yetu. Kila tunaloamini limeelekea na kufafanuliwa kulingana na imani ya kimsingi. Msingi wetu wafaa kuwa moja tu na wa pekee, nao ni kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu. Mkengeuko mdogo kutoka kwa lililofanyika kwenye msalaba lilo umeleta mchafuko na uharibifu katika maeneo ya umuhimu na kuu maishani. Ni kama kulenga bunduki. Risasi itokapo kwenye bunduki ni lazima pipa lake liwe limelenga vyema na kwa usahihi. Mchepuko mdogo tu, hata kama ni wa inchi moja, risasi haitalenga kama ilivyostahili. Kadri ya ubadili usafirishavyo risasi, ndivyo mchepuko na kosa huonekana waziwazi. Vivyo kuna mengine mengi tusiyozingatia kuhusu msalaba, yaonekanayo kuwa si ya maana au muhimu hadi tuyahusishe katika maisha yetu ya kila siku. Basi katika hali hiyo ujipata kwamba tumaili nyingi sana mbali na hatima tuliyoshaukia katika Kristo. Paulo aliyasema hivi kwenye Warumi sura ya 1 mstari wa 16, mimi sionei haya injili ya Kristo, kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwanza kwa Wayahudi na kwa Wayunani pia. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Yafaa kuleta wokovu wa Mungu. Twajua kwamba wokovu ni zaidi ya kuzaliwa mara ya pili. Ni manufaa itokanayo na majaliwa ya Mungu. Basi iwapo hilo tuliaminialo alileti wokovu, ni lazima kukubali basi ukweli. Aidha tuamini kweli au sio tuaminiacho si kweli. Paulo aliposema kwamba haonei haya injili, hakuwa akinena habari ya Yesu binafsi. Wayahudi hawakuwa na shida yoyote na Yesu. Walikuwa na shida na hilo ambalo Yesu alilokamilishia mwanadamu. Wayahudi walimfuata Paulo alikoenda ulimwenguni na kumsababisha maudhi. Hawakuwahimiza watu kumkana Yesu. Hapana. Kila walilofanya ni kuambia watu kwamba Yesu hakuwafanya kuwa haki na hangeweza kuwafanya wawe wenye haki. Habari njema ya Yesu ni kwamba haki ni karama ya bure. Mchepuko wote kutoka kwa kweli hii ni habari njema. Wayahudi walikuwa na haki iletwayo kwa matendo. Ukristo umefikiana mno na mawazo kama hayo kuhusu injili, kiasi kwamba kile tulichonacho leo hii ni kile walichokuwa nacho Wayahudi. Paulo kwenye aya ya 17 aendelea akisema hivi: kwa maana katika injili haki itokayo kwa Mungu imedhihirishwa, haki ile iliyokuwa njia ya imani hadi imani. Kama ilivyoandikwa,
mwenye haki ataishi kwa imani. Paulo asema kwamba katika Injili haki ya Mungu imedhihirishwa kutoka kwa imani hadi imani. Kweli ni kwamba Wakristo wengi waamini kwamba Yesu ukuokoa, lakini matendo yako ya kufanya uwe mwenye haki. Yesu akuokoa ndio, lakini wajidumisha katika wokovu. Yesu aligharamia uponyaji, lakini wajihitimisha kupokea uponyaji huo. Yesu alimshinda Shetani. Matendo yako ya kukomboa kutokana na mashambulizi yake. Kilichopo hapo ni kwamba hatuamini kuwa haki yaanzia kwa imani na kumalizia kwa imani. Kwa hivyo tunaweka mambo ya wokovu na mambo ya matendo tunayaweka pamoja, ili hali Yesu Kristo aliyatenganisha yote na akafanya wokovu ukakuwa ni kitu kimoja ambacho ni wokovu, na kuwekwa haki ikakuwa ni kitu kimoja ambacho kinaletwa na imani yako. Yafaa haki iletwayo kwa imani ifumwe ndani ya mfumo wa kaida zetu za imani. Mara tutangapo mbali na haki iletayo kwa imani, basi tumeiacha Injili. Ni lazima hii kuwa msingi wa kila tulicho nacho na yote tupokeayo kutoka kwa Mungu. Wagalatia walikuwa na shida hii pia. Paulo aliwahubiria Yesu, walipokea neno hilo la ajabu la wokovu. Paulo alipoondoka, Wayahudi nao waliwasili na kuwaambia hivi: muamini Yesu kwa wokovu, sawa, lakini ni lazima kutii sheria zote ili upate kuwa na haki ya kutosha na kuthibitishwa kupokea ahadi zilizoko. Pasipo ya kuishi kwa utakatifu jinsi istahilivyo, Mungu atawapiga kwa laana. Hii ndiyo sababu ya Paulo kusema, je, nyinyi wajinga kiasi hicho? Baada ya kuanza kwa roho, je, sasa mwataka kumalizia katika mwili? Wagalatia 3:3. Kwa maneno mengine, kazi hii iliyoanzisha ni Roho wa Mungu, nayo itakamilishwa na Roho wa Mungu tena ama pekee. Katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 2 na mstari wa 5, Paulo auliza hivi: nataka nijifunze neno moja kutoka kwenu. Je, mlipokea Roho wa Mungu kwa kushika sheria au kwa kushikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kumalizia sasa katika mwili? Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni bure kweli, basi yeye awape Roho na kufanya miujiza kati yenu. Je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunachotokana na imani? Kwa maneno mengine, mlipokea Roho kutokana na mlioyasikia na kuyaamini, au ni malipo ya nyinyi kutenda kulingana na sheria? Watu walipofanya miujiza miongoni mwenu, je, ilikuwa ni kwa sababu ya watu waliamini kweli au kwa msingi wa kutenda kulingana na sheria? Baada ya kuokoka, hakuna libadilikalo. Uhusiano na Mungu ulipo ni matokeo ya karama ya bure. Uwezo wetu wa kudumisha uhusiano na Mungu ni matokeo ya karama hiyo ya bure. Paulo aliwaambia waumini wa Kolosai kwamba wanadamu katika Kristo kwa njia hiyo walivyoanza katika Kristo wawe na mizizi, mkiwa mmejengwa ndani yake, mkiimarishwa katika imani. Karibia kila kitabu cha Agano Jipya kiliandikiwa makanisa yaliyokuwa yakipotoshwa
katika eneo hili la haki. Japo walimwamini Kristo, walikana kazi yake iliyokamilishwa pale msalabani. Waliamini ya kwamba waliokolewa kwa neema na kufanywa haki kwa matendo. Hawakuamini kuhusu haki itokayo kwa imani hadi imani. Jambo hili kuhusu haki imekuwa kikwazo kwa Injili. Watu hawashindani na vipengele vingine vya maisha na huduma ya Yesu. Wanaloshindana nalo ni kuhusu haki. Katika Warumi, Paulo aeleza tatizo hili kwa maneno yafuatayo. Kwa hiyo, tuseme nini basi? Kwamba watu ama mataifa ambayo hawakutafuta haki, wamepata haki iliyo kwa njia ya imani. Lakini Israeli ambao walijitahidi kupata haki kwa njia ya sheria hawakuipata. Warumi sura ya 9 mstari wa 30 na mstari wa 31. Israeli walitaka kutafuta haki lakini hawakuipata. Watu wa mataifa hawakuwa wakitafuta haki lakini wakaipata. Haya ya 32 ya 30 tutaipata maelezo yatuonyeshayo sababu ya Wayahudi kushindwa kupata haki. Kwa nini? Kwa sababu hawakuitafuta kwa njia ya imani, mbali ni kwa njia ya matendo. Wakijikwaa kwenye lile jiwe la kwanza la kukwaza. Watu wa mataifa walipokea haki kama karama. Kupokea kwa jinsi hiyo ni imani ya Wayahudi. Wayahudi kwa upande mwingine hawakuwa na utayari wa kupokea haki kama karama. Walitafuta sana kupata haki kwa juhudi za matendo yao. Fungu la maandiko yaliyoko kwenye haya ya 32 ni muhimu sana. Wakajikwaa kwenye lile jiwe la kwanza. Haki itokayo katika imani ndiyo jiwe la kujikwaa la Injili. Hilo ndilo jiwe la kwanza. Yesu aliye haki yetu ndilo hukwaza na kuwafanya hao wasioamini kujikwaa. Wao hujikwaa kwa sababu ya kutokuamini kwao kuhusu haki. Aya ya 32 kwenye kitabu cha Warumi 9 yasema hivi: kama ilivyoandikwa, tazama naweka katika Sayuni jiwe la kwanza na mwamba wa kuangusha. Yeyote atakayemwamini hataaibika kamwe. Haleluya! Iwapo mtu atamwamini Yesu kama haki yake, huyo hatajikwaa, hataaibika wala hatatahayuriki. Lakini wasioamini watajikwaa. Wao waliokataa hilo jiwe la pembeni, Yesu aliye haki yetu ndiye jiwe la pembeni la Ukristo. Kinginecho chochote ni msingi mwenye kasoro. Tunapojaribu kujenga juu ya msingi mwingine, jengo lolote litaporomoka. Ndiposa Paulo alionya kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 hadi 11 kuhusu hitaji la kujitahadhari tunapojenga maisha yetu. Kwa kadri ya neema ya Mungu iliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi wenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo, the cornerstone. Yafaa tuendelee katika maisha yetu ya Ukristo. Tunahitaji kukua katika ufahamu wetu
wa Mungu, tunahitaji kukua katika matendo mema, lakini yote haya ni lazima kujengwa juu ya msingi wa haki iletwayo kwa imani. Yote haya yasiwe msingi wa haki yetu. Kila muumini anastahili kuishi maisha ya utauwa. Kila Mkristo ni lazima kuzaa matunda katika kila hali. Mara vitu hivi vyafanyika kuwa tumaini letu na ujasiri wa kukabilika mbele za Mungu. Haziwi tena dhahabu, fedha na mawe ya thamani, kwa sababu hayajajengwa juu ya msingi ambao ni Kristo. Nazo kubadilika na kufanyika kuwa miti au majani na manyasi. Uponyaji ni kweli, lakini kama haujajengwa kwenye msingi wa imani, haki itaporomoka. Ahadi zote za Mungu ni kweli, lakini haziwezi kusimama au kujengwa kwenye msingi ulio na kasoro. Hii ni sawa na watu wanaojenga nyumba ndefu ya ghorofa kwenye msingi wa matope. Jengo kama hilo litaporomoka. Kuhusu uhakika wa ahadi. Ahadi ni nzuri, lakini lazima zijengwe kwenye msingi halisi na ulio imara wa Yesu aliye haki yetu. Kila kaida ya tuaminialo ni lazima lijengwe juu ya imani na haki. Haki pekee ituhimisayo kupokea ahadi zote za Mungu ni haki yake Kristo. Hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus Christ.